Iraq imeanzisha operesheni ya kukabiliana na vikosi vilivyohusika kusaidia Marekani na Israel kuishambulia Iran. Mzozo umezuka tena nchini Iraq kufuatia operesheni za kijeshi ambazo serikali inadai inafanya na vikosi ambavyo havijaidhinishwa. Operesheni hizo zilifanyika katika maeneo ya jangwa kusini magharibi mwa Iraq mwezi Machi mwaka uliopita na kusababisha kuuawa kwa wanajeshi wa Iraq wakati makabiliano na kikosi cha kijeshi kisichojulikana. Suala hilo liliibuka baada ya jarida la Wall Street Journal kuripoti mnamo Mei 9 likinukuu vyanzo ambavyo havikufichuliwa kwamba walikuwepo maafisa wa Marekani pamoja na Israel ambao walianzisha kisiri kambi ya kijeshi katika eneo la jangwani la Iraq ili kusaidia operesheni zake za kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, kamanda ya usalama wa Iraq imesisitiza kuwa hakuna wanajeshi wa kigeni waliopatikana katika eneo hilo. Kamandi hiyo ilitangaza kuwa operesheni ya ukaguzi ilifanywa katika eneo ambalo baadhi ya vyombo vya habari vya nchi za magharibi vilidai kuwa vilianzisha kambi ya kijeshi ya Israel katika miezi ya hivi karibuni, lakini hakukuwa na dalili zozote zilizoashiria uwepo wa vikosi vya kigeni mahala hapo. Mkuu wa kituo hicho Saad Mann ameeleza kuwa operesheni hiyo ya ukaguzi ilifanywa kufuatia tukio la Machi 5 ambapo jeshi la Iraq lilipambana na kile ilichokita vikosi visivyojulikana na ambavyo havijaidhinishwa katika eneo la jangwani karibu na mji wa Karbala. Katika makabiliano hayo, mwanajeshi mmoja wa Iraq aliuawa na wengine wawili walijeruhiwa. Vikosi vya kijeshi havikupata ishara yoyote inayothibitisha uwepo wa vikosi vya kigeni au vyenye silaha zozote wakati shughuli za ukaguzi zilipofanyika. Mamlaka za usalama nchini Iraq zilitangaza tukio hilo siku 6 baada ya kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jarida la Wall Street Journal likinukuu vyanzo vyake liliripoti kuwa vikosi vya Israel vilianzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya Iraq ambavyo vilikuwa karibu kugundua eneo hilo baada ya mlinzi kuripoti shughuli isiyokuwa ya kawaida katika eneo hilo. Kulingana na jarida hilo la Marekani, Israel ilikuwa imeanzisha kituo hicho ambacho kilijumuisha vikosi maalum na kilitumika kama kituo cha vifaa vya kijeshi cha wanahewa wa Israel kabla ya vita, na Marekani ilikuwa na habari kuhusiana na jambo hilo. Kamandi ya operesheni ya pamoja ya Iraq imekanusha kuwepo kwa kambi hiyo au kikosi chochote kilichoruhusiwa katika ardhi ya Iraq, hususan katika jangwa la Karbala magharibi mwa mikoa ya Naqeb na Najaf, na kusema kuwa operesheni na ukaguzi wa usalama katika maeneo ya jangwa na mipakani unaendelea. Katika taarifa yake, kamandi hiyo ilisema kikosi cha usalama cha Iraq kilicho na mfungamano wa kamandi ya operesheni ya Karbala na Najaf kilipambana na makundi haramu yaliyokuwa yakipewa ulinzi wa angani mnamo Machi 5. Kamandi ya operesheni ya pamoja ilishutumu baadhi ya wanasiasa kwa kujaribu kutumia tukio hilo kwa maslahi ya kisiasa na kuongeza kuwa kauli zisizokuwa za msingi zinazotolewa zinaharibu uaminifu wa Iraq na asasi zake za usalama. Shirika hilo pia lilitishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wale wanaoeneza taarifa za kupotosha ambazo zinatilia shaka mamlaka ya Iraq na hadhi ya taasisi zake za kiusalama. Vyombo vya habari vya Iraq na ripoti za ndani pia zilimnukuu moja kati ya wabunge nchini Iraq, Mohammed Khafaj, akisema tarehe 4 Machi kwamba kulikuwa na kikosi kimetua katika eneo la jangwani takribani kilomita 250 magharibi mwa mkoa wa Karbala, hasa kilomita 50 kutoka mji wa Nakhaib kuelekea jangwa la Najaf, na bado kipo katika eneo hilo hadi leo hii. Aliongeza kuwa asubuhi ya leo kikosi cha jeshi la Iraq kilielekea eneo hilo kwenye magari 30 yaliyokuwa na bendera ya taifa kwenda kutathmini hali lakini kilikabiliwa katika mashambulizi ya anga, huku mwanajeshi mmoja akiuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika tukio hilo. Mohammed Khafaj pia alisema taarifa ya kamandi ya operesheni ya pamoja haikuwa na maelezo yoyote ya msingi. Alisisitiza kinachoonekana sasa bila shaka kikosi hiki cha Marekani kina helikopta na vikosi vya kijeshi, na kutoa wito kwa kamandi ya operesheni ya pamoja huko Baghdad kuchukulia suala hili kwa uzito kwa sababu ni suala hatari na sio dogo. Hata hivyo, vikosi vya Iraq vilianza operesheni. Vikosi maalum vya usalama nchini Iraq vilitangaza mnamo Mei 12 kwamba vimeanzisha operesheni kubwa katika majangwa ya Najaf na Karbala katikati mwa Iraq. Operesheni hiyo inalenga kulinda maeneo ya jangwa na kuimarisha udhibiti wa usalama, utata ukiendelea kuhusu madai ya kuwepo kwa kambi ya kijeshi ya kisiri katika eneo hilo. Mkuu wa makao makuu ya operesheni ya Euphrates
Sajjad Assad anasema kuwa vikosi vya usalama vimeanza kusonga mbele kutoka katika kituo cha ukaguzi cha Faj kuelekea jangwa la Najaf ambako kuna kambi kadhaa za kimkakati, na alibainisha kuwa operesheni hiyo inalenga kuimarisha usalama katika eneo hilo lenye urefu wa kilomita 120. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.